أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Leo tutakuwa na makala fupi itakayomwelezea Sheikh Ahmed Yasin ambaye alikuwa kiongozi wa mwanzo na muasisi wa Hamas. Kiongozi huyu ni miongoni mwa wale walioanzisha Hamas na ndiye aliyekuwa mkubwa wa hiyo Hamas. Lakini leo tutatazama ni nini alichosema kuhusu dola ya Kiyahudi ambayo inaitwa Israel hivi sasa. Moja katika mambo aliyotamka ni kuwa dola hii pandikizi ambayo ilikuja kupandikizwa katika ardhi ya Palestina, ndani ya ardhi ya Palestina, kwa kuwanyang'anya wa Palestina ardhi yao na kuwagawia 56% wa Zayuni waliotolewa Ulaya na kuletwa pale Palestina, na wao wa Palestina wenye ardhi yao, wenye nchi yao, wakabakishwa na 44%. Sheikh Ahmed Ismail Hassan Yasin katika siku za uhai wake kabla ya kuuliwa kinyama na Wazayuni alitabiri kuangamizwa na kutoweka kwa taifa la Israel itakapofika mwaka 2027. Mwanzilishi huyo wa Hamas, Sheikh Ahmed Yasin, alisema anatarajia taifa la Israeli litaangamizwa na kutoweka kabisa rasmi mnamo mwaka 2027 kwa sababu vizazi hubadilika kila baada ya miaka 40. Alifafanua kuwa miaka 40 ya mwanzo wa kuanzishwa kwa dola ya Kiyahudi ilitawaliwa na Wazayuni waliotoka Ulaya. Ilianzishwa kwa mtindo wa Nakaba ambao matumizi yake yalikuwa ni nguvu, unyama na ukatili uliovuka mipaka dhidi ya Wafalastini. Ulitumika kwa ajili ya kuwaondosha katika maeneo yao. Wayahudi hawa ambao walikaribishwa na Wafalastini kwa vile walikuwa hawana makazi, walilala na kukaribishwa ndani ya majumba ya Wafalastini kama wageni, na baada ya muda wakageuka, kwa sababu kumbe kuja kwao walikuwa wameshajipanga namna gani wanachotaka kufanya. Lengo na madhumuni ya Waingereza kuwaleta Mayahudi katika Palestina ilikuwa ni kwamba waje wawafukuze wa Palestina katika nchi yao na nchi ile iitwe Uyahudi, kinyume na haki na kinyume na ukweli. Hakukuwahi kuwa na taifa linaloitwa Israeli duniani. Kwa mara ya kwanza ni hili lililoanzishwa mnamo mwaka 1948. Kwa hiyo kizazi cha wakati huo kikaitwa kizazi cha Nakaba. Kisha ikaja miaka 40 ya pili ambapo kizazi cha wakati huo kiliitwa kizazi cha Intifada, ambayo Wafalestina walianza mapambano ya kujaribu kupambania uhuru wao na nchi yao iliyoporwa kwa nguvu na Wazayuni, huku wakisaidiwa kwa nguvu na kwa hali na mali na Uingereza na Marekani. Na hii ni kwa sababu wakati huo vijana waliinuka na kukabiliana na Israeli, wakati kizazi cha tatu cha miaka 40 ni kizazi cha ukombozi, yani Tahriru Palestine. Sheikh Ahmed bin Yasin anazungumzia swala hilo kabla ya kufa kwake, ama niseme kuuliwa kwake. Nadharia hiyo ipo katika kila aina ya jambo linalofanyika, taasisi na hata serikali. Ikiwa mfumo fulani unatawala katika nchi na ukadumu kwa muda wa miaka inayofika 40, basi baada ya hapo mfumo huo ukiendelea utakuwa unatumia ama sayansi ya siasa kuwaghilibu watu, kwa maana ya kutaka waonekane wana support ya watu, ama watakuwa wakitumia nguvu za dola kuwalazimisha watu kufuata wanavyotaka wao, lakini si kwa hiari ya wananchi wenyewe. Unaweza ukatazama katika baadhi ya nchi ambapo chama kimetawala, kimefanya kila mahitaji ya binadamu, imejitahidi kwa kila njia kutekeleza matakwa ya raia na huduma muhimu zikafanywa, lakini utakuja kukuta tayari wananchi wanakuwa wamebadilika. Hiki ndicho alichokuwa akizungumzia Sheikh Ahmed Yasin, kwamba hawa Mayahudi ambao ni Mazayuni wanatawala kwa nguvu hadi hivi sasa, na kama mnavyoona wameshaua tayari watu zaidi ya 65,000 katika Palestina, lakini ukweli wenyewe sio watu 65,000. Watu waliouliwa ni zaidi ya watu 100,000, kutokana na ukweli kuwa wanauliwa watu ambao hawapatikani. Majumba katika mji wa Gaza yote yamevunjwa, yameporomoka, na ndani yake mna watu.
ambao mamlaka hazikuweza kuwafikia. Kwa hiyo hesabu ambayo tunapewa sisi na mamlaka ya Gaza ni ya wale watu ambao idara ya afya imeweza kuwapata na kuweza kutengeneza tarakimu zao. Wale ambao wamefukiwa na vifusi hatujui idadi yao ni watu wangapi. Siku ya kumbukumbu ya Nakaba huadhimishwa kila wakati, yani siku ya hilo janga wa Falastini hufanya kumbukumbu kila mwaka, na maadhimisho hayo wa Falastini huyafanya tarehe 15 Mei, ambayo inaashiria uharibifu wa jamii ya Falastini nchi yao na kuhama kwa watu wengi wa Falestina mnamo 1948 kufuatia kuanzishwa kwa taifa bandia la Israel. Siku hiyo ya Nakaba, siku ya janga, inaheshimu uhamasishaji ambao ulitangulia na kufuatia kuanzishwa kwa Israel, na hutumika kama ukumbusho wa matukio ya 1948 ya unyonge, ukatili na mauaji ya kinyama yaliyofanywa na watu hawa, ambao kuua watu kwa wao ni jambo lililokuwa la kawaida. Kama mtu amechinja kuku tu, hakuna mtu anaweza kumuuliza. Sheikh Ahmad Ismail Hassan Yasin alikuwa mwanasiasa na imamu wa Falastini. Alianzisha Hamas, shirika la Kiislamu la kisiasa na kijeshi. Pia aliwahi kuwa mwenyekiti wa kwanza wa baraza la shura, yani bunge la Hamas, na kiongozi wa kiroho wa Hamas toka kuanzishwa kwa Hamas mnamo mwaka 1987 hadi kuuawa kwake mnamo mwaka 2004. Tarehe 22 Machi, kiongozi huyu wa Hamas ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa Hamas, Sheikh Ahmad Yasin, aliuawa katika mji wa Gaza. Sheikh Ahmad Yasin ambaye alitumia kiti cha magurudumu kwa sababu ya kuwa na matatizo ya moyo tangu ujana wake, alikuwa akirejea kutoka kuswali swala ya alfajiri msikitini akiwa ameandamana na wafuasi wake wote na walinzi wake, ambapo helikopta ya jeshi la Israel ilimiminia makombora kuhakikisha kwamba anauliwa, na hivyo basi kufa kwake ilikuwa ni pamoja na watu waliofuatana nao wakiwemo walinzi wake. Mauaji yake yalisababisha hali ya hasira na makundi ya Palestina, na iliapa kulipiza kisasi, huku Hamas ikisema kuwa waziri mkuu wa Israel Ariel Sharon alifungua milango ya kuzimu. Muda mfupi baada ya shambulio hilo, Abdul Aziz Rantis alichukua uongozi wa harakati ya mukawama ya Falastini katika ukanda wa Gaza. Hadi alipouawa, Sheikh Yasin alikuwa tayari amenusurika jaribio la awali la maisha yake tarehe 6 Septemba mnamo 2003. Kulingana na redio ya Israel, Sharon binafsi alisimamia shambulio la 2004 dhidi ya Sheikh Yasin, na ambalo ndilo lililomuua. Sheikh Yasin alizaliwa mnamo Juni 1936 katika mji wa Aljura katika mkoa wa Jerusalem. Baadaye akawa mwanasiasa na kiongozi wa Falastini ambaye ndiye alianzisha kundi la Hamas, kundi la wapiganaji wa Kiislamu na wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza. Hii ilikuwa mwaka 1987. Sheikh Ahmad Yasin alikuwa ni kiongozi mwenye nguvu. Aliwatawala watu wa Gaza kwa kutumia nguvu za kisiasa na namna ambavyo alikuwa na kiumbizi katika kuelekeza yale yanayotakiwa kufanywa katika njia ya kujikomboa, lakini vile vile alikuwa akiaminiwa kama imamu na shekhe mkuu ambaye watu walimheshimu zaidi kuliko Mfalastini mwingine yoyote. Huyu alikuwa ni miongoni mwa wanazuoni wakubwa, na ni mtu ambaye katika Wafalastini bado hajatokezea mtu mwenye nguvu namna alizokuwa nazo Sheikh Ahmad Yasin. Alihudumu kama kiongozi wa kiroho wa Hamas, na baada ya kuanzishwa kwake, ilipofika tarehe 22 mwezi Machi mwaka 2004, Ahmad Yasin aliuawa akiwa na umri wa miaka 67. Sheikh Yasin alipata elimu yake katika chuo kikuu cha Al-Azhar Cairo nchini Misri, akiwa anasumbuliwa na ugonjwa quadriplegic, huku uwezo wake wa kuona ukipungua na kupelekea upofu. Sheikh Yasin alikuwa akitumia kiti cha magurudumu kutokana na ajali ya michezo aliyoipata akiwa na umri wa miaka 12. Mnamo mwaka 2004 aliuawa wakati helikopta ya Israeli ilipomrushia makombora ya kutosha
alipokuwa akisukumwa kutoka kwenye swala ya alfajiri katika jiji la Gaza. Shambulio hilo ambalo pia liliwaua walinzi wake na watu 6 waliokuwa karibu naye lilishutumiwa sana na jamii ya kimataifa kutokana na kuwa ni kiongozi mwenye ushawishi mkubwa sana. Wafalastini zaidi ya 200,000 walijitokeza kuhudhuria katika msafara wa kupeleka maiti yake katika makaburi, wingi ambao Wafalastini hawakuwahi kufanya katika mazishi ya kiongozi mwingine yoyote yule aliyefariki. Huyu ni miongoni mwa wale ambao waliahidiana na Mwenyezi Mungu kufanya kazi ya kuamsha watu kwa muda fulani, na muda wake ulikwisha. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wama badalu tabdila. Miongoni mwa waumini wapo watu walioahidiana na Mwenyezi Mungu. Baadhi yao tayari wamekwisha kufa kama Sheikh Ahmed bin Yasin, na baadhi yao wanangojea na wanaendelea, wala hawakubadilisha ahadi yao hata kidogo. Sura ya 33 aya ya 23. Haya ndiyo aliyoyasema Sheikh Ahmed Yasin katika utabiri wake juu ya taifa la Mazayuni ambalo inaitwa Israel, kwamba mwaka 2027 taifa hili litaangamizwa na litatoweka ulimwenguni, na viashiria vya kwamba taifa hili litapotea vipo. Hadi hivi sasa mataifa karibu yote ya dunia yamekwisha iacha Israel kidiplomasia, bali hata kuuza na kununua silaha kwa baadhi ya mataifa pia kumezuiliwa. Nduri Netanyahu, muuaji wa watu wa Gaza, anatembea kwa hofu kila anapotoka. Ndege yake inapaa masafa marefu sana kuhofia kwamba anaweza kupita katika anga ambalo linaweza likamzuia na kumchukua kumpeleka The Hague kwenda kukabiliana na mashtaka anayoshtakiwa ya kuua watu na kuwafanyia mambo yaliyo kinyume na haki za binadamu na kufanya vitendo ambavyo binadamu wa kawaida hawezi kuifanya, isipokuwa lazima atakuwa na moyo wa kinyama. Huu ndio ujumbe ambao tulionao katika makala yetu ya leo, ambapo tumemkariri Sheikh Ahmed bin Yasin ambaye alitoa utabiri wake kwa mujibu wa Qur'an kama alivyosema yeye mwenyewe kwamba utawala wa Israel, dola yao walioianzisha kimabavu, itatoweka mwaka 2027, na viashiria vipo kwamba hadi hii leo na katika mkutano unaoendelea kule New York Marekani, mataifa takriban yote ya dunia yamepinga matendo yanayofanywa na Israel kwa Palestina katika kuwaua na yaliyokuwa yakiipa nguvu Israel na kuipa kichwa cha kuweza kufanya mambo ya mauaji na udhalilishaji kwa Palestina yamekimbia Israel. Miongoni mwa mataifa yaliyoshiriki katika kuanzisha hilo taifa la Israel, miongoni mwa mataifa hayo yaliyoanzisha hiyo Israel, kwanza ni Uingereza. Uingereza ndio kiini cha kuanzishwa hilo taifa la Israel, nayo pia imelikana taifa la Israel katika mkutano huu, ambapo imesema inalitambua rasmi taifa la Palestina lililo huru. Kadhalika Ufaransa imelikataa vile vile, Canada imeikataa Israel, Colombia imekataa Israel, na nchi chungu mzima, Luxembourg, Ubelgiji, hizo zote ni nchi zimeikataa Palestina. Benjamin Netanyahu anasisitiza kwamba yeye ataendeleza mauaji mpaka awamalize Hamas. Hakuna Hamas ambaye yeye Netanyahu anamjua hata mmoja, lakini maana ya maneno ya Netanyahu ni kwamba atawamaliza wa Palestina wote. Kwa hiyo kinachoendelea pale ni operation ya mauaji, wala sio kumtafuta Hamas. Tutalizungumza hili katika eneo jingine. Ni wakumbushe tu wana Mizani kwamba tusisahau kusoma suratul Fil na suratul Lahab kwa kumuomba Mwenyezi Mungu wakati tunapokusanyika katika mikusanyiko yetu ya swala, baada ya swala, katika vikao vya maulid, katika vikao vya dhikri, na wale wanaosimama usiku kwa ajili ya kufanya ibada za usiku wasisahau kumuomba Mwenyezi Mungu juu ya Palestina. Miaka 2 takriban ya mauaji yanayoendelea, Israel imeshindwa kumpata mateka hata mmoja. Leo Netanyahu anazungumzia habari ya kuwataka mateka, sio kwa nguvu kama alivyokuwa akijinaki kwamba yeye atawapata kwa nguvu katika muda wa wiki moja atakuwa amemaliza vita. Sasa tunakwenda mwaka wa 2. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.
Allah